sheria. Maafisa wa polisi, askari, wananchi na waandishi wa habari, mbali na maazimisho haya, nina furaha kubwa kupata nafasi ya kuzindua kituo hichi cha maji. Nimeambiwa nimeweka historia tayari pale, pana jina langu kwenye jiwe lile pale, ambacho kinatarajiwa kuongeza kiwango cha upatikanaji wa maji safi na usalama katika eneo hili la Bomani. Mradi huu si tu miundombinu bali ni zawadi na ni fursa kwa familia za askari waishio kambini hapa. Ni ukweli usiopingika kuwa wanawake wana jukumu kubwa la kuhakikisha ustawi wa familia ambao ni pamoja na upatikanaji wa maji ya matumizi majumbani. Huduma hii itapunguza mzigo huo na kuongeza muda wa uzalishaji wa uchumi. Nilikuwa najiuliza, hivi mwanamume na mwanamke nani anahitaji maji sana, ukiachia hizi kiu na mengine haya, lakini mwanamke anahitaji maji kuliko mwanamume. Kwa hivyo wazo hili ambalo limebuniwa na mtandao huu wa wanawake wa polisi ni wazo jema sana. Kwanza ni wazo la kimungu kabisa, maana ukimpatia mwanadamu maji umempatia kitu ambacho adimu sana. Kwa hivyo wazo hili linafaa kupongezwa, lakini pia kuimarisha usawa wa kijinsia kwa kuondoa mzigo kutafuta maji kwa wanawake na watoto. Wanawake tunahangaika maji, na hii ndio inaitwa hiyo mtue mama ndoo hii hapa. Lakini pia kwa niaba ya serikali na wapongezi wanawake wote mlioshiriki katika kuibua wazo, ni wazo zuri sana. Lakini kuhamasisha michango mmehamasisha, lakini pia kusimamia utekelezaji wa mpango huu kwa kushirikisha wataalamu mbalimbali ikiwemo idara ya ZAWA na jeshi la zimamoto. Leo tunazindua sehemu ya kwanza ya mradi, na sehemu ya pili ambayo ni kujenga tenki la kutunzia maji itaendelezwa kulingana na upatikanaji wa fedha. Nitoe wito, imarisheni ushirikiano kati yenu na wadau wengine ikiwemo ofisi yangu ili muweze kufanikisha mradi huu kwa 100%. Wadau wa kifedha mlioahidi kuchangia huduma hii, endeleeni kutimiza ahadi zenu za usaidizi na kuangalia njia za kuweka mfumo wa kifedha wa kudumu kwa ajili ya matengenezo pale inapobidi. Napohitimisha hotuba yangu, naomba niwashukuru tena TPF-Net kwa kuwa washirika katika kusukuma mbele malengo ya kiserikali katika kutekeleza mpango wa maendeleo ya jamii. Pia nawaombeni nyote tuendelee kushirikiana kwa moyo mmoja kuhakikisha huduma bora zinapatikana katika jamii iliyotuzunguka. Kina mama oye! Lakini pia niwapongeze, wazo lenu zuri nishawapongeza mwanzo, lakini kwa sababu hii ikitokea hatari, manake maji yale yatatumika kwa ajili kama itatokea hatari ya moto hapa, na katika hatari yote ambayo itatokea waathirika wakubwa ni wanawake na watoto. Kwa hivyo hili wazo limekuja zaidi ya katika kuwajali watoto wetu, lakini pia katika kuwajali wanawake. Hongereni sana kwa wazo hili zuri. Lakini mimi nikushukuruni sana kwa kuona kuna siku ya wanawake, kwa hivyo tunaweka shamra hizi. Jamani, ni shamra za siku ya wanawake duniani ambayo kilele chake ni tarehe 8 mwezi wa 3. Kwa hivyo mimi nikushukuruni na huu mwanzo mwema, manake ni lazima inapofika tarehe hizi tuandae activity yoyote ili sasa jeshi litambue kama kuna siku ya wanawake duniani, na kama nchi tumeridhia mikataba hii, ni lazima na sisi tufanye lolote. Mheshimiwa Waziri, ukiangalia jeshi la polisi Tanzania tangia kuanzishwa kwake miaka ya 1950 lilianza na polisi wa kiume peke yao, lakini baada ya muda wakaona umuhimu wa kuajiri askari wa kike ndani ya jeshi la polisi. Lakini kwa kipindi hicho askari wa jeshi la polisi wa kike walipewa kazi maalumu ambazo zilingana na uwezo wao. Mara nyingi walikuwa kwenye vikosi vya sigino na maeneo mengine, ili kuonyesha kwamba jeshi hili halina ubaguzi, kwamba limejaa wanaume peke yao. Baadaye idadi ya askari wa kike iliongezeka jeshini, na tukaanza kuona umuhimu wao kwamba wanaweza kufanya kazi nyingi zaidi kuliko vile tulivyofikiria mwanzoni. Sasa leo ongezeko lao limewafanya waanze kufikiri vizuri zaidi.
licha ya kuwa na umoja wao kama askari wa kike ndani ya jeshi la polisi, wameunda umoja wao, licha tu unasaidia kuongelea matatizo yao, lakini wameona wafikiri mbali zaidi kufanya vitu vya maendeleo kama ambavyo tunavyoona leo. Hivyo nguvu ya mwanamke huwezi kuiona mpaka pale ambapo utaipa majukumu gani ifanye. Sasa umuhimu wa kuwa na TPF ndani ya polisi tumeanza kuona kwamba sisi wanaume tumekaa hapa muda mrefu, lakini hatukuwahi kufikiria kwamba kuna umuhimu wa kuwa na vitu ambavyo vinasaidia kuchukua tahadhari pale ambapo tunapata majanga kama haya ya moto. Lakini wenzetu wamefikiri vizuri zaidi, wametuletea huu mradi wa huduma ya kuzima moto kwenye kambi yetu ya polisi. Naomba niseme kwa dhati ya moyo wangu, sikuwahi kufikiria kwamba mnafikiri vizuri namna hii. Kwa niaba ya kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi Afande Richard Mchomvu ambaye yuko safari, tumeufurahia sana huu mradi kwa sababu kamanda wa polisi wa mkoa wa Mjini Magharibi ndio anayemiliki hii kambi. Kambi yetu ina jumla ya wakazi wasiopungua 1700. Tunazo kaya 353. Tuna majengo ya makazi yasiyopungua 97 pamoja na majengo mengine ya ofisi, hasa ukizingatia kwamba majengo yetu sasa ni machakavu. Kwa hiyo yanakuwa na riski ya moto. Tunadhani mradi umekuja kwa wakati wake, na hasa ukizingatia pia kwamba Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeona magari ya moto, magari ya kuzima moto mapya kabisa yakiingia katika jiji letu la hapa Unguja. Kwa haraka haraka mimi nilihesabu magari mapya 11. Kwa hiyo naweza kusema mradi umekuja kwa wakati wake, kwa sababu kama tumepata magari mapya ya kuzima moto lakini hakuna sehemu ya kutepu maji, bado ingelikuwa ni shida. Vile vile mradi huu utasaidia wakazi wa kambi hii, kwa kuwa sisi tumekuwa tukitumia maji ya visima vyetu ambayo kwa kweli ni ya chumvi, yanachakaza sana nguo zetu, na maji ya ZAWA yaliyoko ndani ya kambi hii yameshakuwa dhaifu sana, bomba zake zinatoa kwa kidogo sana. Kutusogezea bomba kubwa pale ni mafanikio makubwa. Kwa hiyo tumie nafasi hii kushukuru sana na kuwashukuru TPF Net kwa kuleta mradi huu.